Iwe unataka kujifunza forex, kununua signal au usimamizi wa akaunti, yani account management, Nasoro Forex ndio mtu pekee wa kumsikiliza hivi sasa. Picha linaanza, unaruhusiwa kujiunga kwenye group la forex la Telegram bure kabisa kwa kubonyeza linki hapo chini. Halafu hakuna janja. Ofisi ipo barabarani Kope, fika jengo la Victoria Noble Floor ya 4 jijini Dar es Salaam. Na zaidi, unaweza kuwasiliana na Nasoro Forex hata hivi sasa kupitia simu namba 0712253749, iwe kawaida au WhatsApp, utachagua wewe. Na kule Instagram anapatikana kwa jina la Nasoro Forex. Acha kusubiri, jiunge sasa. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka barani Afrika, hususan katika nchi ya Tanzania na nchi ya Afrika Kusini na ulimwengu mzima kwa ujumla, basi ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini, ambapo mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili, yani tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025, na mchezo huu utakwenda kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari kuanzia majira ya saa 10 jioni, ambapo Simba Sports Club ndiye ambaye atakwenda kuwa mwenyeji mara baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kuweza kufungiwa. Kwa hiyo ni mchezo wa mkondo wa kwanza nusu fainali, kwa sababu Simba wakimaliza mchezo huo watalazimika kusafiri kwenda bondeni kwa Madiba, yani Afrika Kusini, kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wa marejeano ili kuweza kupata aggregate, na timu ambayo itafanya vizuri katika mechi hizi mbili basi moja kwa moja itakwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo historia inaonyesha klabu ya soka ya Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini, hii ni mara ya kwanza kwa klabu ya soka Simba na Stellenbosch kuweza kwenda kukutana. Lakini kumbuke, Simba yeye ni mara ya kwanza kuweza kutinga nusu fainali, na Stellenbosch huu ni msimu wake wa kwanza kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho na hatimaye ameweza kwenda mpaka hatua ya nusu fainali. Kumbukwe, Simba wameweza kutinga nusu fainali mara baada ya kuiondosha Al Masry kutoka katika nchi ya Misri, na Stellenbosch nao pia wameweza kutinga nusu fainali mara baada ya kumundoa bingwa mtetezi Zamalek kutokea katika nchi ya Misri. Kwa ni timu ambazo katika robo fainali zilicheza na vilabu kutokea katika nchi ya Misri. Kwa ni mchezo mgumu ambao Simba wanahitaji kumaliza wakiwa katika nchi ya Tanzania ili waweze kujitengenezea mazingira mazuri kuelekea katika mechi ya mkondo wa pili pale nchini Afrika Kusini. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kuibuka na ushindi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, like video yetu alafu tuambie wewe kwa upande wako, wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi dhidi ya Stellenbosch. Sasa kuelekea katika mchezo huu wa klabu ya soka ya Simba dhidi ya Stellenbosch, ukiwa ni mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha timu ya soka ya Simba mtaalam Fadlu Davis ameweza kuweka hadharani kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Mfumo ambao atakwenda kuutumia ni 4-2-3-1, miongoni mwa mfumo ambao umekuwa ukimpa matokeo chanya katika michezo ambayo amekuwa akicheza. Sasa kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Musa Kamara Pinpin. Eneo la fullback namba 2, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Shomari Kapombe, show me the way. Fullback namba 3, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Mohamed Hussein Shabalala ambaye ndiye team captain katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Eneo la center back namba 4, Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Abdurazak Hamza, huku center back namba 5 akianza Shamu Karaboa, miongoni mwa wachezaji ambao wapo superbu sana katika kukaba. Eneo la kiungo namba 6, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Yusuf Kagoma, miongoni mwa wachezaji ambao ni hatari kweli kweli katika kuzuia. Lakini eneo la winga namba 7, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Kibu Dennis Prosper AK Mkandaji, miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri sana katika mechi za hivi karibuni za kimataifa ambazo Simba wameweza kucheza. Kiungo namba 8,
klabu ya soka ya Simba watarajia kuanza na mchezaji anayofahamika kwa jina la Fabrice Luamba Ngoma MT, midfield teacher, miongoni mwa wachezaji ambao ni silaha kubwa ya kocha Fadlu Davis. Lakini mshambuliaji namba 9 ambaye atakuwa anaongoza safu ya ushambuliaji mchezaji Steve Deze Mukwala, striker refu kuliko goli, huku eneo la kiungo namba 10 klabu ya soka ya Simba watarajia kuanza na Jean Charles Ahoua, miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kutengeneza nafasi za magoli, na winga namba 11 klabu ya soka ya Simba Sports Club watarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Volcano Elimpanzu Kibisawala, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi na unavutiwa kumtazama kwa jinsi ambavyo anacheza. Kwa hiyo ndicho kikosi cha mnyama Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Tuambie kwa kikosi hiki, je, unaiona Simba ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi?